Leo ni leo Kenya ambako maandamano mapya yanayoongozwa na kizazi cha Gen Z yamechukua nafasi pakubwa sana. Ilikuwa ni kumbukizi ya mwaka mmoja tangu tukio la kuvamiwa kwa bunge na ukatili wa polisi uliosababisha vifo kufuatia maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Maelfu ya waandamanaji wameingia mtaani tena katika kile waandaaji wanakiita mathafara ya ukumbusho kwa heshima ya waliouawa wakati wa maandamano mwaka jana. Kwa wengi maandamano haya ni zaidi ya ukumbusho, ni vitu ambavyo bado havijaisha. Kwa mujibu wa Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu kwa Kenya, watu wasiopungua 60 waliuawa na wengine 80 kutekwa na watu wanaoaminika kuwa ni maafisa wa usalama wakati wa maandamano ya mwaka jana. Tarehe 25 mwezi Juni mwaka 2024, waandamanaji wengi wa Gen Z walivamia jengo la bunge na kulitia moto sehemu yake baada ya wabunge kupitisha mswada 3 wa fedha wenye ushuru mkubwa. Ghasia zilizofuatia zilitikisa taifa na kuacha kumbukumbu mbaya za kisiasa katika historia ya hivi karibuni kwa Kenya. Kwa sasa mji mkuu wa Nairobi upo tena katika hali ya tahadhari. Shule zimefungwa mapema, barabara nyingi zimezingirwa na askari na baadhi ya biashara zimefungwa kwa hofu ya uporaji au machafuko. Hali ya hofu na wasiwasi imetanda kote. Ingawa maandamano ya Juni 25 ni siku ya leo ni kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu maafa ya mwaka jana yanayochochewa pia na sababu mpya, hasa mambo manne muhimu. Swala la kwanza ni mswada mpya wa fedha, malalamiko yale. Mwaka mmoja baada ya umwagaji damu uliotokana na mswada wa fedha wa mwaka 2024, serikali ya Rais William Ruto imewasilisha toleo jipya kwa mwaka 2025. Mswada huu unapendekeza ushuru mpya kwa bidhaa muhimu kama mkate, miamala ya pesa kwa simu na matumizi ya internet, jambo linalozua shutuma kuwa serikali haijasikiza madai yaliyosababisha maandamano ya awali. Mswada huu ni uthibitisho wa hofu kubwa zaidi kwa Gen Z, alisema mchumi wa zamani wa serikali ambaye hakutaka kutajwa jina, kwamba maumivu yao, vifo vya wenzao havikuwa na maana yoyote kwa serikali hii. Swala la pili ni ukatili wa polisi bila haki. Matukio mapya ya ukatili ya polisi yamezua hasira upya miongoni mwa umma. Mapema mwezi huu, mwalimu na mwanablog mwenye umri wa miaka 31 Albert Ojwang alifariki akiwa kizuizini baada ya kukamatwa kwa kuchapisha ujumbe ukikosoa serikali mitandaoni. Shinikizo la umma limesababisha maafisa watatu kushtakiwa kwa mauaji yake na katika tukio tofauti. Mchuuzi wa mitaani Nairobi Boniface Kariuki bado yuko chumba cha wagonjwa mahututi baada ya kupigwa na risasi na polisi wiki iliyopita. Mchambuzi wa kisiasa Kevin Ocho anasema kuwa kesi ambazo zijapatiwa ufumbuzi kuhusu ukatili wa polisi zinaongeza chuki dhidi ya utawala wa Ruto, na anaonya kuwa bila mazungumzo ya kweli maandamano ya mtaani huenda yakawa jambo la kawaida katika siasa za Kenya. Jambo la tatu ni kudhoofika kwa demokrasia. Kauli za hivi karibuni za Rais Ruto kipendekeza kuwa hatokabidhi madaraka kwa upinzani zimeweza kuzua hofu ya ukuaji wa utawala wa kiimla. Wachambuzi wanatahadharisha kuwa semi kama hizo zinadhoofisha imani ya wananchi katika demokrasia ya uchaguzi na kuhalalisha maandamano kama njia ya kisiasa. Kwa Gen Z, mitaa si tu mahali pa kupinga, bali pia pa kukumbuka, kupinga kwa nguvu na kuunda upya utambulisho wa kiraia. Haya ni maelfu ya waandamanaji na tayari eneo la bunge limekwisha kuwekwa ulinzi wa kutosha, ikiwemo nyaya hizi kuepusha kile kilichofanyika kwa mwaka 2024 ambapo waandamanaji ni Gen Z walifanikiwa kuvamia na kufanya uharibifu mkubwa. Tazama video hizi na ushushe komenti yako. Hii hapa ni SNS Mini Gen.